ni mengi, bado tuko na Dosa kukujuza mengi ya kimichezo ambayo yanaweza kuendelea, lakini kubwa zaidi ni kamati ya masaa 72 baada ya kutoka hadharani na kutoa adhabu kwa Young Africans kuhusiana na lile tukio ambalo lilifanyika kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Ni tukio la kutumia nyumba ya nje ya uwanja kama dressing room. Milioni 30 imetolewa kama adhabu kwa Young Africans. Walter Harrison amehusika pia kwenye adhabu, lakini pia shabiki wa Young Africans ambaye alionekana anamimina maji uwanjani ikiwa ni kama ishara ya ushirikina, naye pia amepigwa pini takriban mwaka mmoja ya kutokushiriki kwenye michezo. Tuko na Dosa hapa kuyazungumza mengi. Dosa, vipi? Zamida tena. Njema. Uko fresh kabisa. Niko poa. Mungu mwema. Tukiwa Asia kimichezo, tunatoka kwenye hili tunakutanishwa na hili. Mbaya zaidi yasije yakakututanisha kwenye sehemu mbaya zaidi. Iwe hapa kwenye michezo, iwe inatosha. Hapa kwenye michezo. Sije tukakutana kwenye sehemu nyingine. Unaambia lakini fresh bana. Tumeona kamati ya masaa 72 ikitoa adhabu kwa Young Africans. Lile tukio ulilizungumza kwanza, ukasema Yanga mmefanya tukio la kishamba ambalo mlitumia nyumba ya nje ya uwanja kama dressing room, lakini twende kwenye hili sasa. Adhabu iliyotolewa milioni 30 ambayo watu wengine wanaona kama hii adhabu haikustahiki kwa mujibu wa kanuni ambayo inazungumzwa na baadhi ya watu. Adhabu hii umeipokeaje Dosa? Milioni 30. Kwanza ni faini ya kihistoria. Faini ya kihistoria. Inawezekana ikawa hii ndio faini kubwa kwa kutokea kwenye mpira wetu. Milioni 30 kwa tukio lile haikuwa sawa. Milioni 30 kwa tukio kama lile haikuwa sawa kwa Yanga. Ni adhabu ndogo. No. Tukio ni dogo, adhabu ni kubwa. Tukio ni dogo, adhabu ni kubwa. Unajua Yanga walikuwa na namna nyingine ya kufanya kulinda alama 3 tofauti na ile. Yanga wangeingia uwanjani alafu wakasema wachezi. Ama Yanga wangeingia uwanjani wakapambana kwa 100%, tusingetozwa faini milioni 30. Hii inaambatana na ile kauli ya mtoto kalilia wembe machi ya pati. Lakini mtanange ifikie hatua TFF pamoja na bodi ya ligi waendelee kutafakari kuhusiana na hizi adhabu. Yanga na Simba wana viburi. Yanga na Simba wana viburi vya pesa. Amekwenda kufanya tukio ambalo kihistoria inawezekana ndio tukio la kwanza kwa kutokea kwenye mpira duniani. Yes. Tukio ni dogo. Sikilize. Inawezekana ikawa ndio tukio la kwanza kuwahi kutokea kihistoria kwenye mpira wa miguu duniani. Yaani timu kutoka ilipotoka kwenda kubadilisha nguo vyumba vya jirani. Nimesema udogo maana yake ni vipi? Maana yake Yanga walikuwa na njia nyingine ya kuzizuia alama 3 Simba asipate, tofauti na tukio lilolifanya. Yes. Hivi Yanga turudi kidogo pale mwanzoni, umesema tukio ni dogo, yani pesa adhabu ni kubwa kuliko tukio. Yes. Maana yangu Yanga sio wamefanya vile kulinda alama 3. Yanga walikuwa na njia nyingine ya kufanya kuzilinda alama 3 kuliko tukio lile. Ilo tukio wamelifanya ambao wao ulisema ni tukio la kishamba, adhabu imetoka. Wewe unasema adhabu ni ndogo. Na tukio la kihistoria kwa kutokea kwenye mpira duniani. Unasema adhabu ni kubwa. Milioni 30. Milioni 30. Ni adhabu ya kihistoria kwenye mpira wetu. Yanga si walikuwa na lengo la kuzuia alama 3, Simba asipate alama 3, si ndio? Yanga wangejiandaa vizuri, wangeingia uwanjani, wangepigwa faini milioni 30. Wasingepigwa. Ndio maana nikasema Yanga walikuwa na namna ya njia nyingine ya kufanya kwenda kuzuia alama 3. Lakini unakwenda kupata alama 1, alafu unakwenda kupata loss ya milioni 30. Ndio maana nikakwambia pesa ni nyingi, tukio ni dogo. Okay. Ambapo wangefanya zaidi. Wangefanya zaidi, yes.
Lakini kwa kuwa ligi yetu kivyetu vyetu tumeona ni sawa. Hivi lengo la kupata alama 3 ni nini? Zaidi ya kujiandaa vizuri, zaidi ya kusajili wachezaji bora, zaidi ya kuwa na technical staff nzuri. Hivi unakwenda uwanjani kwa kuamini kwamba mwenzako anaroga? Huwezi ukashindana kwenye ligi kubwa. Yaani unaingia uwanjani kwa kusema yule mwenzangu leo karoga. Useme kwamba mwenzangu kajiandaa vizuri na mimi nijiandae vizuri. Kwangu is not fair. Wapo ambao wanadai kwamba hii adhabu kwa namna kanuni inavyodai kwamba haijatosha. Wewe unasemaje? Umesema ni adhabu ya kihistoria na umesema adhabu ni pesa ni nyingi kuliko tukio. Adhabu hii mara mwisho tulizungumza kuhusiana na hili tukio, ukasema kwenye Simba na Yanga hizi pesa sio shida zao kwenye kuzitoa, kwamba bodi ya ligi ungefanya adhabu kubwa zaidi ili kukomesha haya matukio. Kwako wewe, hii adhabu inajitosheleza? Mtanange. Yaani hata bodi ya ligi wangewapiga faini Yanga milioni 200, milioni 400. Hivi vilabu vina viburi, tungechanga na pesa ingepatikana na on time kabisa, pesa ingepatikana. Lakini bodi ya ligi pamoja na TFF kama wangeweka mikakati iliyokuwa bora zaidi ya hiki walichokifanya, mfano matukio kama haya, bodi ya ligi wangeweka tunakata alama 3, tajiri angechanga alama 3, asingechanga, mashabiki tungechanga alama 3. Bodi ya ligi ukimpa Yanga milioni 30 hujamkomoa, ukimpa Simba milioni 50 hujamkomoa, kwa sababu wana fan base kubwa ya mashabiki wao, wakiamua kuchanga watachanga. Ndio maana nikaa nasema bodi ya ligi wana namna nyingine ya kufanya kuliko hii wanaoifanya hivi sasa. Na namna ipi? Wakae tu kwenye kukata alama, wakati alama bas, ili kukomesha hivi. Bas. Hivi leo pangekatwa alama, sisi mashabiki, sisi wa midomo mbele, tungesema bili yetu tupe sisi? Tungesema hayo maneno? Singesema. Tungeumana kwa namna nyingine. Lakini tumeshatengezewa viburi kwamba hata tufanye tukio gani la kuondoa tamaduni za mpira wa miguu duniani, tutapigwa faini, wananchi watamaliza. Watapigwa faini wenye nchi watamaliza. Na tayari mkeka umewekwa jumba la maajabu la alama 3. Na hala utokesha milioni 30 zitapatikana. Nani ameathirika hapa? Alama 3, watu wameokoa alama 3, wamepata alama 1. Bodi ya ligi, nyinyi wakiwa wasimamizi wa ligi, mmeingia kwenye fedheha duniani. Nani anaathirika hapa? Bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Mtapata milioni 30 sawa, lakini kwenye profile mtakaaje? Hivi leo tutakwenda mbele tutasema sisi ligi yetu nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika? Weka factors za kuwa ligi ya nafasi ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Sababu wa kwanza utasema kuna watu wanashikwa na tabia za kiulozi. Sababu wa pili utasema kuna timu inatoka kambini inaenda kubadilisha nguo nyumba ya jirani, utasema hizo? Huwezi sema. Zimetokea sijatokea? Zimetokea. Kwa hiyo inawezekana bodi ya ligi ikawa amepata faida milioni 30 kwenye hili tukio. Inawezekana Yanga amepata alama 1, Simba alama 1, lakini kwenye taswira ya mpira wetu duniani tumeichafua. Nani atakayetutetea ikiwa sisi wenyewe tunachafua mpira? Nani atatusaidia ikiwa sisi wenyewe tunashindwa kujisaidia? Hakuna. Kwa hiyo mimi faini ile milioni 30 ni pesa kubwa, lakini kwa Yanga na Simba ni ndogo. Zitachangwa, ele itapatikana na vijembe vitapigwa kwenye taasisi ya mpira wa miguu, hao ambao ndio wanasimamia, hao ambao wanatupa kombe. Mwisho wa siku maisha yatakuendelea mbele. Meneja Walter Harrison naye ameingia kwenye kinyang'anyiro hiki cha kujipatia zawadi kutoka bodi ya ligi. Amefungiwa michezo 3 kuhusika, lakini faini ya milioni 1. Uliona matukio ambayo aliyafanya Walter Harrison, pia amestahili kupata hizi adhabu. Hapa ndipo nilipompongeza Clatous Chota Chama. Chama, ile video ikionyeshwa pale, inaona kabisa Chama kuna jambo amefanywa na meneja wa timu Chama. Lakini Chama kitendo alichonifurahisha zaidi, haikupita muda mrefu Chama aliomba radhi.
Mimi nilielewa akili ya Chama, ni mtu muungwana. Lakini duniani kote meneja ya timu hizi akasimama vile. Azam sina meneja? Simba sina meneja? United Imani sina meneja? Unaona akiwa kwenye touchline? Kastahili ya adhabu. Ni kwa sababu tu ni nyumbani kwangu, ndio maana leo sitaki kusema. Lakini honest kabisa, kuna mambo mengi yanafanywa ya kishamba kwenye hivi vilabu. Mengi kabisa. Kama meneja, baki na nafasi yako meneja. Kila mtu anajua. Coach, simama nafasi yako kocha. Kila mtu anajua kwamba yeye ni head coach. Lakini kila mtu anaenda kusimama kwenye benchi la ufundi. Na ili tutarajie, kuna siku tutakuja kumuona mwanasiasa akatoka kwenye jukwaa anaenda kwenye benchi la ufundi. Kuna siku tutakuja kushuhudia mwanasiasa katoka kwenye benchi la ufundi katoka jukwani kaenda kwenye benchi la ufundi. Sio jambo la kushangaza na very serious kabisa. Mipaka inatakiwa kuwekwa. Sisi hatuna mipaka wa Tanzania. Mimi kushuhudia rasi mmoja wa Dar es Salaam hapo. Mheshimiwa ambaye sasa bado ni mheshimiwa. Aliwahi kukaa kwenye benchi la ufundi la klabu Simba. Mheshimiwa. Ni kwa sababu tumezoeshana. Yaani ligi yetu tukawachukua viongozi wa Manchester United, tukawachukua viongozi wa Arsenal, wa Madrid, wa Barcelona, tuwape tu Simba na Yanga, haki ya Mungu siku mbili hazifiki. Yatatoka vitu ambavyo hatuje kuyaona. Hata vibuyu pia vitatolewa. Tukio la imani za kishirikina limeonekana pia. Hiyo video ilisambaa sana ya shabiki wa Young Africans. Mzee fulani hivi akionekana kupita uwanjani na kunyunyiza vitu kama maji. Hatujui nini alichokuwa anakifanya, lakini kwa sababu ametambulika na amefahamika na amepigwa rungu la miezi 12 kutojihusisha na soka. Wewe unaamini yule ni shabiki? Kumbe ni nani? Wewe unaamini ni shabiki? Kwa mujibu wa taarifa ya bodi ya ligi, yule ni nani Dosa? Wanatakiwa wakafanye tafiti vizuri. Mashabiki sote tunafahamiana. Mashabiki? Sote tunafahamiana. Umfahamu? Kata shabiki mwenzako Dosa, umfahamu kama shabiki? Mashabiki sisi tunafahamiana. Lakini lile tukio limekwenda kuprove kauli kwamba kwenye mpira wetu mila na desturi bado zipo. Mila na desturi zipo. Amekwenda kutuprove kwamba ligi yetu bingwa anapatikana pia kwa kuchangiwa na imani za kishirikina. Kwa ile taarifa bodi ya ligi. Na ndio kweli. Mimi juzi nilisikia interview ya Max Maxime, alikuwa pale chombo kimoja cha habari kikubwa. Alikuwa hapo pale. Akazungumza uchawi upo. Watu wanaroga. Watu wanaroga. Yaani usimuone Simba anamfunga National. Yanga anamfunga Bolzado, kana mtu anafungwa tu. Kuna mambo mengi kabla ya uwanjani. Sasa usichokijua mtanange. Moja ya watu ambao wanatumiwa vilivyo kwenye hizi imani za shirikina ni sisi mashabiki. Mnatumiwa sana. Sana. Hizi umetupa za ndani sasa. Na nisamee nimetaja siri. Nimetaja siri. Ndio maana wanawasogeza karibu sana hizi timu. Na ndio maana ni rahisi. Na ndio maana ni rahisi sana shabiki kusema ile timu ni ya kwake. Timu yangu hiyo. Rahisi sana. Hachangii chochote. Dosa Yanga. Tunafuta jina la mzazi mbele. Kumbe mna mambo yenu. Mimi sio Dosa Yanga bwana, nitoe. Mimi sio Dosa Yanga. Mimi Dosa Traore. Mwana mapinduzi. Mimi sio Dosa Yanga. Ila kuna Kizinga Yanga. Kuna Kizinga Yanga. Yes. Godi Yanga. Baraka Yanga. Baraka Yanga. Uchebe Yanga. Usiwataje bwana. Si wenzako hao. Usiwataje. Soro Yanga. Usiwataje. Aliwahi kuulizwa Godi Yanga, una mzazi wewe na Ahmed Ally? Unaandika Godi Yanga mbele, una mzazi? Malaika wa Simba. Malaika wa Simba. Mwindi wa Simba. Agi Simba. Hivi KMZ Wanda sio Simba? Hapana. Ana Simba mbele. Dr. Mo wa Simba? Hapana. Okay. Ainaga hiyo. Labda Mzaramo wa Simba.
Hivi ana Mandala Simba. Mandala Simba. Hawana wazazi. JB Simba. Hapana, JB 64. Unajua utamtetea tu. Iko wazi, hamnaga JB Simba. Tumalize ili tunamalizaje? Utandawazi uko wazi. Kama tunahitaji kufanya mambo ya kiimani, tufanye huko. Sio hadharani. Sababu watu wameshaingia uwanjani mtanange. Wewe unaondoka na chupa yako, unaondoka na maji yako, unakwenda kumwaga. Yaani kana kwamba watu walioingia mule uwanjani wameambiwa singie na simu, wameambiwa singie na kamera. Haiwezekani. Kama tunahitaji kufanya ya mambo, tufanye huko tunapofanya. Mwisho wa siku tubaki salama. Haya mambo tunafanya, tunachafua ligi. Tunachafua taswira ya vilabu. Sisi kuna viongozi tumewatukuza, tumewapa ubora kwenye ufanisi wao wa kazi. Lakini anapokuja maswali kama haya, tunakaa kabisa tukaona kwamba watu wanachangiwa na imani za kishirikina. Mimi haizo kanipata kwenye mambo. Asante sana.